ni akili. Sasa hii ikupe kujua kwamba ni moja ya mambo muhimu, ni moja ya thamani kubwa ya mwanadamu alipoumbwa kwa mfano na kwa sura ya kwake. Hivyo ulivyo wewe ni wa ajabu sana katika kuumbwa kwako. Unanisikia vizuri? Unaweza ukashangaa size yuko hivyo ulivyo, lakini leo unaweza usimwabudu Mungu na ukamheshimu Mungu size. Lakini ukihama kwenye huu mwili, shetani mwenyewe atakufanya kuwa mzimu kama hujaokoka. Unaanza kuajia wajukuu, hey, nimemwona bibi amenijia bibi. Sura kabisa ni mwenyewe. Huyu bibi alishakufa, tumemzika na kwaje alikuwa mzimu leo. Unasumbua watu. Yaani ibilisi atakupiga picha, atakutengeneza namna fulani, halafu atamvalisha sura yako mapepo fulani, halafu yanakuja kwa watoto wako na kwa wajukuu, yamebeba sura yako. Shetani anajua ulivyoumbwa, anaweza akakutumia kwa namna fulani na mambo yakawa kwa namna ulivyoumbwa. Na nisikia vizuri kabisa. Wao wanaoshirika na mizimu, hakuna mzimu wote wa babu yako isipokuwa ni mapepo yanayovaa sura ya babu yako na kukutokea na kuwatokea wengine kama babu, lakini hakuna babu pale. Alafu naambia babu amesema, yanaweza kubeba mavazi aliyokuwa anavaa. Ile picha iliyo kwenye akili yako juu ya babu yako si unayo mwenyewe? Hata kama hakuna picha ya kupiga picha, lakini ukija kwenye akili yako unajua bibi yako alikuwa anafanana vipi, unajua babu yako, unajua mama yako, unajua hata mtoto wako anafanana vipi, unaelewa? Kwa hiyo atakuja kwa picha ile kwenye akili yako, akavaa nguo ambazo unajua alikuwa anavaa, akakaa mahali ambapo unajua alikuwa anakaa, akachukua sauti ambayo unajua hii ni sauti ya babu, hii ni sauti ya bibi, vyote akaunganisha, halafu akatokezea namna hii. Leo unasikia kuna AI, akili mnemba, artificial intelligence, akili bandia. Leo inafanya kazi mambo ya ajabu ajabu. Shetani alishawahi zamani kukuletea bandia ya babu yako. Sasa usipookoka una shida. Yaani utachanganyikiwa kwenye hii dunia. Sema kwa jina la Yesu, mimi ninaokoka. Mimi ninaokoka. Mimi ninaokoka.